بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema ziada kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibu mtazamaji wa Mwale Online TV, kisima cha elimu na maarifa ya Uislamu, pamoja na Mukhtar Online TV, elimu na matendo. Ndugu yangu, tuko hapa kwa lengo la kuelimisha umma wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anasema dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Tuko hapa kwa lengo la kuelimishana na kuambizana yale ambayo yanahusu dini tukufu ya Kiislamu. Mtu mmoja wa hekima aliwahi kusema neno yake, anasema la shay'a fi dunya khati'u tamama hatta sa'ati al-mutawaqqifa takunu sahiha fi al-yawmi marratayn. Anasema la shay'a fi dunya khati'u tamama, hakuna kitu kinachokosea mazima, yani hakuna jambo lolote linakosea moja kwa moja, hakuna kitu kinachokosea moja kwa moja. Asema hata saati mutawakkifa, hata saa mbovu, saa iliyosimama, takunu sahiha fil yawmi marratayn, inakwenda sawa kupatia wakati kwa siku mara mbili. Maneno haya yalivyojijenga, makusudi yake makubwa ni kwamba hakuna mwanadamu asiyekosea. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum khata'un, kila mmoja kati yenu ni mkosa. Tena khata'un imekuja khata'un kwa ismu naka, si kwamba ni kosa maalum, hapana. Kullukum khata'un, kila mmoja miongoni mwenu ni mkosaji, ni mtu anayekosea. Lakini mtume akasema wa khairu khata'ina tawwabina, lakini mbora mwenye kukosea ni mwenye kufumba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, ulimwengu tuliokuwa nao ni una watu ambao wanafanya makosa mengi sana, lakini tunao nafasi kubwa ya kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuwekea nafasi ambayo ni nafasi ya kufanya toba kwake yeye. Ukichunguza, Mtume wetu sallam anasema min qibali al-maghribi, upande wa magharibi. Mtume alielezea watu wakiwa katika mji wa Madina, na walio kufika Madina kwamba magharibi ni upande wa Sham. Mtume alielekeza upande wa Sham, asema min qibali al-maghribi, upande wa magharibi, babun, kuna mlango khalaqahu Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu ameumba mlango wa tauba kwa lengo la toba. Akasema ardhuha, upana wake huo mlango, Mtume anasema upana wake mlango huo ni mwendo wa miaka 70, au aqila ardhuha masiratun, asema 50 sana, miaka 70 au miaka 50. Katika riwaya mbalimbali inaelezea kwamba upana wa mlango kutoka kwenye kizibiti kutoka kwenye frame mpaka frame nyingine ya ule mlango ni mwendo wa miaka 70. Anasema khalaqahu Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu ameumba mlango huo litauba, kwa lengo la toba, kwa lengo la kupokea toba. Angalia hekima ya mlango huu kuwa ni mpana, maana yake ni kiasi ya dhambi utakayoifanya, bado Allah subhanahu wa ta'ala ataipokea dhambi yako. Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe dhambi yako utakayoifanya. Lakini Mtume anasema la yazalu maftuhan, hautaacha kuwa wazi mlango huo, wala yukhlaqu, wala hautafungwa huo mlango. Asema mpaka nini? Mpaka siku ambayo jua litachomoza magharibi kwenda mashariki, ndio siku ambayo mlango utafungwa. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hataacha kupokea toba zetu si wanadamu, ili hali tunamkosea, mpaka siku ambayo kiyama kitasimama. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu mnaonisikiliza na mnaoniangalia hapa, tumepewa option ya kiasi ya kwamba tutakavyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, tunayo nafasi ya kutubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja kwa nafasi yake. La shay'a fi dunya khati'u tamaman hatta sa'ati al-mutawaqqifa takunu sahiha fil yawmi marratayn. Nimalizie mazungumzo yangu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, mwambie mtume, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume musallamu, mtume sema qul, sema ewe Muhammad, ya ibadiy alladhina asrafu, waambie waja wangu ambao wamefanya israfu, wamekufuru kisawasawa, la taqnatu min rahmatillah, wasikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, aka Mwenyezi Mungu anamasamehe madhambi yote. Sababu nzuri ya aya hii, alikuja mtu mmoja kwa mtume akamuelezea kama Muhammad, mimi na madhambi kadha wa kadha wa kadha,
Lakini mtume alimwambia, ndio Mwenyezi Mungu ashaya hii kwamba la taqnatu min rahmatillah, waambie Mwenyezi Mungu asatamaa kwa rehema ya wanadamu, sababu kwa rehema za Mwenyezi Mungu, sababu Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Kwa ndugu zangu Waislamu, mtume anasema kullukum khata'un, ndio jumbe wangu wa leo, kila mmoja ni mkosaji, wa khairu khata'ina tawabina, lakini mbora mwenye kukosea mwenye kufanya toba. Wa ila huna yakfi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.